ni dhambi, lakini kile ambacho kiko wazi ni tayari kinaonyesha jamani hiki ni halali. Sasa Daudi mpaka anapanga, anamwambia nani Yoabu, mchukue huyu Uria, hakikisha kwenye ile jeshi unamweka mbele. Alikuwa ajui kwamba anaua, na alikuwa ajui sababu ya kuua. Alikuwa anajua anaua. Sasa by the way kwa sababu gani alikuwa anajua anamuua Uria? Kwa sababu gani anamuua? Kwa sababu ameshalala na mke. No, alikuwa bado hajalala, alimchungulia. Okay, alimchungulia wapi? Yaani alikuwa yuko juu ya nyumba. Akaona yule mwanamke yu anaoga. Sawa, akamtamani, akaenda akalala naye. Mwanamke akawa mjamzito. Sasa ili akawa anamfukuza. Nafikiri Daudi alikuwa na hii tabia ya akili sana. Anamfukuza huyu Uria aende, nenda nyumbani kwako, ili at least aende alana mke wake, mke aseme labda ana mimba ni ya Uria. Ukisoma Biblia, si ndio Lakini hapo Uria ni kama naye alikuwa na kitu cha Mungu ndani yake, kilikuwa kinamzuia asifanye nini? Analala pale mlangoni. Sijui kama unaelewa. Sasa tunaongelea, tunasema ya kwamba na ndio maana Daudi alipoona mtu aendi, ikabidi apange vita, amwambie Yoabu aende wamtangulize Uria mbele ili wamuue. Sawa Kwa hiyo yeye alijua ni dhambi. Lakini purpose of David ili abaki na yule mwanamke. Awe mke wake kwa sababu ana mimba. Alikuwa ajui ni dhambi. Ngoja nikwambie. As we were talking, subiri, sisi tulikuwa tunaona sasa angekuwa ajui ni dhambi. Tunazungumzia, unajua kuna vitu ambavyo nimekuambia, kuna vitu huwezi kusema ujui kama ni dhambi. Na kama ujui tayari si dhambi. Sometimes we chochote usichokijua si dhambi. Wakati mwingine tunafanya bila kujua. Basi ngoja nikwambie. Tafsiri nzuri ni ukweli au ni uongo? Sawa. Sio kila dhambi unafanya ndugu kama unaijua au unijui. Tafsiri nzuri ya mtu kutokufanya dhambi ni kutokuijua. Unasikia? Yaani wewe kama hujui chochote sio dhambi. Ndio nikwambie. Lakini ukishajua tayari inageuka kuwa dhambi, kwa sababu ndio Daudi sasa alijua. Wakati alipojua na mara ya kwanza Daudi kuzini hapo. Sio mara ya kwanza alikuwa kizini, si ndio Lakini baada ya kumuua Uria ndio nabii anatumwa kwake. Anaambiwa akamwambia huyo mtoto hatafanya nini? Kwa sababu amemuua mjakazi wake mwaminifu, si ndio Kwa pale ndo akagundua kumbe nimefanya nini? Dhambi. Kwamba akujua ni dhambi ile. Kwa Mungu alikuwa hajaambiwa kwamba ni dhambi. No. Alifanya kifalme. Maandiko, kitendo cha kutaka kumuua mtu ni nini? Yaani tunapozungumzia dhambi sio ya uzinzi tu. Tunazungumzia vitu vyote ambavyo vinasababisha kuwa kinyume na nini? Na Mungu. Haya, sasa ndo nauliza. Kama alijua labda akujua kama alivyozini vile, labda ilikuwa tumekubali ni bahati mbaya. Labda tamaa ilimshika kwa wakati, si ndio Haya, sasa hebu niambie. Unanisikia? Haya, kama aliona ile dhambi ni ya kwanza ya ile amefanya kwa bahati mbaya kujua. Je, hii ya pili ya uaji ya kusoma kwenye Biblia? Wala hakuwa anajua neno la Mungu kwamba uaji. Alikuwa anajua neno la Mungu, lakini aliua kwa kufanyaje? Asante mtumishi, kwa kudhamiria kwamba ni dhambi. Asante, acha nimsikilize Bahati Bukuku kwa upande huu anasemaje. Anasemaje kuhusu hili neno kwamba unaweza ukatenda dhambi, kila dhambi unaijua? Hapana, yani kwa swala la mpaka utambue jambo ni dhambi. Huku Mlimani City na huku guest kumeleta shida. Yaani wewe kitu ukijui sio dhambi. Sawa Yaani tafsiri ndio hivyo. Biblia inapozungumza kwamba yoyote ajuaye mapenzi ya bwana wake asiyafanye atachapwa sana. Maanake huyu tayari alikwisha kujua. Lakini huyu asiyejua kipigo chake kifanana na mtu ambaye anajua. Yaani wewe leo hii ukiondoka nyumbani ukampa dada maagizo, ukaja ukakuta hajafanya. Na ukaja ukakuta labda ulimwambia nikija nikute hivi vyombo umeosha vimetakata umepanga kabatini. Na ukaja ukakuta hajafanya chochote. Lakini ukakuta Reini ameosha akavipaka maji lakini haweka wapi? Kule. Utaona yupi bora? Aliyepaka. Kuliko yule ambaye nilimwambia akufaa? Maana yake nini? Mtu yoyote akishahubiriwa habari njema za ufalme wa Mungu, akaambiwa dhambi ni hii. Sawa tayari kashafunguliwa macho yake. Amina. Na ufahamu wake. Sasa Mungu, yani ngoja tumsikilize ndugu Mbarikiwa, si unajua ashindwaje. Sasa hapa tunataka kujua kitu kimoja ndugu yangu hapa ni hivi. Tunazungumzia kwa mtu ambaye tayari amekwisha mjua Mungu. Yes. Wewe ukishamjua Mungu maana yake yote umeyajua. Yes. Ndio hiyo point pia umesema. Nataka ujikite hapo. Kwa wale watu ambao tayari wamekwisha ijua ile kweli. Ndio sawa. Unaona Na hapa neno la Mungu latuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa, Hosea 6. Unaona Sasa wewe maarifa yote, sio Hosea 6. Maarifa yote. Mtanisamee wakurugenzi, jamani nimesahau sio Hosea 6. Watu wote au maarifa unapewa.
Kwa mfano hapa wewe mtumishi wa Mungu, unajua neno la Mungu limekukataza miiko yako. Wewe kama mtumishi wa Mungu, kuna namna ya kukaa, kuna namna ya kuenda, kuna namna ya kuzungumza, kuna namna ya kuingiliana na watu, kuna namna hivi. Kwa mfano sasa hivi tuseme hivi, ulikuwa pale Mlimani City au guest, ikatokea vita au vurugu za yaani mimi naweza nikakwambia guest naweza nikawa safe kuliko Mlimani City. Sasa kabisa guest sina bar. No. Hakuna sio hizo guest yenye yaani tofautisha huko kwenye yaani guest house, nyumba za wageni. Yes. Yaani wewe ni sehemu ile nyumba. Kwa mfano kama nitapewa. Hapana, hakuna. Wapi unapata kwa order? Bia nini kwa order? Haya sasa, okay, sawa tuashumwa vipo. Hata kama viko hapo nje guest. Je, umeenda pale, umeenda bar, umeenda guest? Yaani nimeenda guest house. Haya, pombe umeitaka mwenyewe au umelazimishwa kuinywa? Nimeitaka. Sasa unajua ndio maana nyie kuna kitu mnapingana nacho ambacho nyie hakijaelewana. Tunaongelea roho. Sisi tunazungumzia roho iliyoko nyuma ya jambo. Ya jambo fulani. Hii jagi ina roho gani? Nasema yaani kwenye hili jagi tunaona kuna maji. Lakini ndani ya haya maji kuna manuizo gani? Ndio mimi ninachozungumzia nyie pia mjanielewa. Tunakuelewa baba. Hiki hapa kwamba sijakataa mahali hakuna roho. Yaani kila everywhere there is a spirit. Of course. Sasa kama kila mahali kuna roho, sasa ni wapi pana usalama? Usalama unatengenezwa ndani ya mtu mwenyewe. Umenielewa Sasa sio kwamba watu wakija hapa kanisani mama watendi dhambi na wameokoka na wanamjua Mungu. Wanafanya. Sasa tutasema basi usalama kwa pekee tunavyozungumza kiroho ni kwa Mungu peke yake. Kwa nini? Kwa sababu pale ndipo kunapo toba. Unaona Lakini sasa tunapozungumzia habari za huku duniani ni wewe unaamua. Yaani mimi leo hii hauwezi kuwa rehema umekaa tu sehemu ambapo hakuna shida. Yaani wewe leo hii kule kazini kwako ni watu waliokoka, ni watu ambao utakaa kila mahali ambapo kuna shida. Mtumishi wa Mungu Bukuku anakuambia rejea jina lake tafadhali. Na atakaa na ubukuku wake. Una ubukuku hapa. Unanisikia? Kwa hivyo mama, ngoja nikwambie tu mtumishi wa Mungu. Yaani kuna maeneo ambayo